hiba. Wanaume au wanawake. Wa kiume. Subhanahu wa ta'ala. Kwa nini Mungu ametumia hikma gani kuanzisha watoto wa kike? Nishaelewa wa kike. Allahu yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura au yuzawijuhum dhukurana wa inatha. Hikma zake ni nyingi, nikikutajia hapa tutafika mpaka kesho. Niruhusu nikutajie moja tu inshallah. Muone inshallah. Hikma, kwa nini Mwenyezi Mungu ametanguliza watoto wa kike pale, hakutanguliza watoto wa kiume? Allah, Qur'ani ni kitabu kilichoshuka kwa muda wa miaka 23 hasba alwaqa'i, kwa kiasi cha matukio, kwa kiasi cha ilikuja yote katika mwezi wa Ramadhani, kutoka Lauhul Mahfudh kuja Baitul Maamur, yote kwa mpigo. Sasa kutoka pale wingu wa 7 kuja huku duniani imekuja kwa muda wa miaka 23 kidogo kidogo, sawa linuthabita, Mungu anasema linuthabita bihi fuadaka, ili mtume naye anaweza kuipokea, ajipange tathbiti haya. Kwa nini Mungu ametanguliza watoto wa kike? Na tukio ni kwamba kipindi kile ilikuwa ndio wakati hasa wa kudharauliwa na kunyanyaswa na kuuliwa watoto wa kike. Umenielewa vizuri ilifika kipindi Waarabu wale, na hata watu wengi nadhani hata huku kwetu enzi hizo za ujima hizo, ilikuwa hawapendi watoto wa kike, wanapenda watoto wa kiume. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bi, mpaka mwisho aya inasema. Ilikuwa mtu akiambiwa mkeo amejifungua mtoto wa kike, uso wake hajisikii vizuri, kusema kweli. Inafikia pahala kusema ni muwe au nikae naye, yani imefikia kitu kama mwanamke si kitu, na wengine waliuliwa. Sawa sawa. Historia inasema ilikuwa mwanamke akipata ujauzito, kwa sababu kipindi kile mambo ya microscope na hii siku hizi inaitwa nini, ultrasound bado haipo, hatujui huyu kapata mtoto gani, wa kike au wa kiume, ameconceive, hatujui ameconceive mtoto gani. Siku hizi ni rahisi kujua kwamba hii mimba ya mtoto wa kiume au mtoto wa, kwa sababu ya ultrasound. Zamani hakuna. Binti akipata ujauzito anatengenezewa kibanda porini, chakula chake anapelekewa huko, hamna kuja huko. Ukifika karibu ya kujifungua anachimbiwa shimo kule katika kibanda chake, linatengezwa vizuri lile shimo, ajifungulie mle kama vile yuko chooni, mtoto atumbukie mle. Ikiwa wa kiume tuletee mjini, ikiwa wa kike mzike mwenyewe, hatuna haja ya kumuona sisi. Ilifika hivyo ndio Qur'ani ikaja, wa idhal mauudatu bi ayi dhanbin, kwamba na siku ya Kiyama miongoni mwa hukumu ambazo pia zitapatilizwa, hata mtoto wa kike aliozikwa hai naye ataulizwa bi ayi dhanbin qutilat, wa fil qiraa bi ayi dhanbin qutilti. We binti umekuja huku umeuliwa kwa kosa gani? Atajieleza yule binti siku ya Kiyama, nimeuliwa kwa sababu mimi ni mwanamke. Umeelewa vizuri? Katika kipindi hiki ndo Mwenyezi Mungu anakuja na hiyo, Allahu ya'bu liman yasha'u inatha. Katanguliza wanawake, kawapa nafasi first lady first. Netaje? Ladies. Si mnaelewa vizuri
sio mambo ya kizungu bwana, mambo ya Qur'ani yale. Kwa hiyo imekuja hii aya kipindi ambacho watu wamezugika, mtoto wa kike si kitu, Mungu akamtanguliza yeye katika maelekezo kwamba ni mwana naye ni mtu. Allahu yahbu liman yashau inatha wa yahbu liman yashau, huyo mnayemuona nyie ndo namba 2 kwa Mungu. Simeelewa vizuri? Na hikma zingine nyingi tu, lakini mimi nakupa hii. Ndipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoka akasema, hubbiba ilayya min dunyakum thalath, mimi Mungu amenifanya katika dunia yenu yote hii napenda vitu hivi. Cha kwanza, inni uhibbu nisa, napenda wanawake. Kaweka kwanza, napenda wanawake. Maneno ya nani hapa? Sasa mimi napenda wanawake, haina maana kama wanavyosema aadaul Islam kupenda kwake wanawake, akiwa na maana kupenda wanawake, hiyo kupenda wanawake, napenda wanawake usio, napenda wanawake katika kipindi ambacho watu hawawapendi wanawake, wanawaua, wanawadhalilisha, wanawanyanyasa, wanawatesa, wanawatenga. Mimi napenda wanawake, kwamba mimi nawapa kipaumbele wanawake, na ninapenda manukato, na akasema cha tatu, napenda kuswali. Vitu vingapi katika kipindi hicho? Kwa hiyo hikma yake, kwa nini Mwenyezi Mungu ametanguliza Allahu yahbu liman yashau inatha? Ilikuwa anazungumza kipindi hichi na watu wanayo tabia ya kuua watoto wa kike na kuwatenga. Allahu wa rasulu a'lam. Swali la mwisho kabisa, wakati umekwenda. Al-Sheikh Abbas Charles, mpe vifaa aina